Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Naam, uhali gani mdau wa Malecom popote ulipo, karibu sana kwenye kijiwe chetu cha michezo. Tujuzane mawili matatu ya kimichezo ndani ya nchi na yale ya kimataifa. Kama ilivyo utamaduni wetu wa kiungwana kabisa, kama wewe ni mdau kindakindaki wa michezo, hususan mpira wa miguu, basi bofya alama dole gumba kama ishara ya kusapoti mpira wetu uzidi kusonga mbele. Maoni yako pia ni ya muhimu sana. Tuambie unakufuatilia ukiwa maeneo gani, na utuambie maoni yako juu ya taarifa hii ambayo tunakuletea. Bwana, taarifa kubwa tulionayo hivi sasa ni kwamba FIFA yashusha rungu zito kwa TFF na Tanzania kwa ujumla. Rungu hilo linahusiana na nini? Kwa nini wameshusha hilo rungu? Basi kaa nasi Malecom tuweze kukujuza. Bwana, taarifa ambazo zimetufikia hivi punde zinasema FIFA imewataarifu TFF kuwa rasmi sasa wanatuma maafisa wao kuja Tanzania kufanya uchunguzi kufuatia migogoro ya mara kwa mara baina ya viongozi wenye mamlaka ya kuongoza soka Tanzania na migogoro ya kimaamuzi katika soka la Tanzania. Pia FIFA watauangalia kwa undani zaidi mchakato wote wa uchaguzi mkuu wa TFF utakaofanyika Agosti 16 kabla ya kutoa tathmini yake ya mwisho na maamuzi waliofikia. Hiyo ni taarifa ambayo inaonyesha kabisa kwamba sasa FIFA wanakuja Tanzania kwa ajili ya kufuatilia kile ambacho wanakiona hakiko sawa katika upande wa migogoro ambayo inaendelea. Sasa FIFA wao watajikita kwenye kipengele gani? Uchunguzi maalum utakaofanywa na FIFA hivi karibuni ndani ya TFF utagusa maeneo yafuatayo. La kwanza ni uendeshwaji wa soka nchini Tanzania. La pili ni utoaji wa leseni kwa waamuzi. Ya tatu, mafunzo ya makocha na kadhalika. Pia endapo shirikisho la TFF litaonekana kuwa na hitilafu au makosa kwenye eneo lolote lile katika maeneo tajwa hapo juu yatakayofanywa uchunguzi, shirikisho hilo litapewa onyo kali na kuwekwa katika uangalizi maalum, na kama watarudia, adhabu ya kufungiwa ndo itafuata. Hiyo ni taarifa ambayo sio nzuri sana kwa soka letu la Tanzania, na kama wewe unatamani soka letu liendelee vizuri bila kuwa na changamoto kama hizi, basi bofya alama ya dole gumba chini ya video hii kama ishara ya kutakia mema mpira wa Tanzania, na ucomment hapo chini useme Mungu saidia soka la Tanzania. Hapa tunaona kwamba FIFA wametoa tamko kwamba watatuma viongozi wao kuja kufanya uchunguzi, lakini mwisho wa siku tunafahamu kwamba sakata kubwa ambalo limekuwa likitrendi Afrika na dunia nzima kwa ujumla ni Yanga na Simba, kwa maana ya dabi ya Kariakoo ambayo imeahirishwa mara mbili sasa. Mara ya kwanza ilikuwa ipigwe Machi 8 ikaahirishwa, mara ya pili Juni 15 ikaahirishwa, na sasa ni Juni 25, ambapo pia bado kuna sintofahamu, kuna uelekeo, kuna mmoja wapo hapo akasusia mechi. Na ikumbuke pia kwamba Young Africans, mmoja kati ya malalamiko yake, waliapeleka kasi ambako FIFA pia wanalifahamu hilo, hivyo wamekuwa wakitupia jicho kuona nini kinaendelea Tanzania, na hasa wanaposema migogoro ya kimaamuzi. Huenda kama wakibaini kuna shida ama serikali imeingilia masuala mazima ya kimichezo, basi kuna uwezekano mkubwa rungu zito likashuka, kama ikiwemo kufungiwa kabisa. Soka la Tanzania kama linavyosemekana hapo tayari limeanza kuingia doa, na pia tunaona baadhi ya wachambuzi wamekuwa wakiendelea kutoa updates mbalimbali. Tunaona mzee wa Jambia, yeye anasema hii issue ya FIFA kuchunguza mpira wetu na mazingaombwe yake, nilidhani ni story tu, kumbe ni issue serious. Now I'm worried kwa kweli. God forbid. Kila mmoja kwa imani yake anapaswa kuliweka hili jambo kwa maombi na dua. Hata ukisema football imeshinda, tupige magoti tusali. Hayo ni maoni ya mchambuzi mkubwa sana wa soka nchini, anaitwa Wilson Oruma aka mzee wa Jambia. Hili swala limekuwa ni gumu sana, hili swala limekuwa likitrendi hivi sasa. FIFA watashusha rungu katika soka la Tanzania. Watu wamekuwa na maoni tofauti, lakini sisi tunahitaji wewe mdau wetu wa Malecom utuambie unaona nini katika soka la Tanzania, na hasa baada ya hii FIFA
kuanza kuweka mikono yake katika soka letu, kwa maana wameona kuna vitu haviko sawa. Future ya soka letu unaiona wapi? Tuambie katika uwanja wa maoni hapo kati, twende sawa. Malcolm tupo kwa ajili yako. Kwa heri kwa sasa, mpaka wakati mwingine, bye bye.